Sana TV. Mkuu wa Tanzania Mheshimiwa Albert Chalamila, Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Edward Mpogolo, Mkuu wa Wilaya ya Ilala, Sheikh Walid bin Ahad Mohamed Omari Kawambwa, Shehe wa Mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Nuh Mruma, Katibu Mkuu wa BAKWATA, Sheikh Hamis Mataka, Mwenyekiti wa Halmashauri Kuu ya BAKWATA. Natambua uwepo wa wajumbe wa Baraza la Ulama, mashehe wote wa mikoa mbalimbali mlioko hapa, viongozi wa taasisi mbalimbali za dini ambazo zinajishughulisha na elimu walioko hapa, ndugu Victor George Buduki, Kaimu Kamishna wa Elimu kutoka Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Mheshimiwa Shamim Khan, Waziri Mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mwenyekiti wa Umoja wa Wanawake wa Kiislamu Tanzania, viongozi wa taasisi za elimu za umma na za dini wote mlioko hapa. Natambua uwepo wa walimu, wanafunzi na wakufunzi na wadau wote wa elimu kwenye kusanyiko hili, wageni waalikwa, wanahabari, mabibi na mabwana, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu wageni waalikwa, nataka nianze kwa kuungana viongozi wenzangu waliotangulia kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyotujalia afya kutukusanya hapa kwenye tukio hili muhimu la kihistoria, tukiwa na afya njema. Tukio hili ambalo nimelitamka kuwa la kihistoria ni la utoaji wa tuzo za elimu za Mufti au Mufti Education Awards, ambalo linafanyika kwa mara ya kwanza katika nchi yetu chini ya BAKWATA. Lakini endelee kumpongeza sana Mheshimiwa Sheikh Dr. Abubakari Zubeiri bin Ali, Mufti na Shehe Mkuu wa Tanzania, kwa uongozi wake imara ndani ya BAKWATA, maono yake ambayo imeifanya BAKWATA sasa kuwa na mshikamano na taasisi nyingine za dini ya Kiislamu na dini mbalimbali, lakini pia kwa kubuni aina hii ya tuzo inayoleta pamoja wadau wa elimu bila kujali kama ni za dini au za serikali, ambazo zinatambua juhudi za wadau katika kuendeleza elimu hapa nchini. Kipekee niweze kuipongeza sana kamati ya maandalizi na wadau wote walioshiriki katika kufanikisha hafla hii ambayo imeweza kutoa tuzo mbalimbali katika makundi mbalimbali. Hii ni heshima na weledi mkubwa na umahiri wa hali ya juu ambao pia umeonyeshwa na Baraza letu la Waislamu Tanzania. Ndugu viongozi na wageni waalikwa, nimesimama mbele yenu nikiwa nimebeba salamu za heshima na pongezi za dhati kwenu nyote kutoka kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ndio kwanza alikuwa mgeni rasmi leo, lakini kutokana na majukumu ambayo wote mnafahamu kwamba Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu, anazunguka nchi nzima akikutana na Watanzania pita kuomba ridhaa ya Chama cha Mapinduzi kushika dola na kuunda serikali ili iendelee kuleta maendeleo endelevu katika taifa letu. Kwa hiyo imempendeza kunituma kuja kumwakilisha kwenye hafla hii, kama ambavyo nami nimeungana nanyi pamoja jioni hii. Ndugu wageni waalikwa, Mheshimiwa Rais anatambua kwa dhati kabisa mchango wa taasisi za dini BAKWATA ikiwemo na wadau wote wa elimu katika kuimarisha maadili, kuendeleza maarifa na kuleta mshikamano katika kitaifa kupitia elimu. Na hivyo anawapongeza sana BAKWATA kwa juhudi zenu za kuwaweka pamoja
Waislamu wote na taasisi nyingine za kidini ambazo zinajitoa katika kutoa elimu na hasa katika masuala ya maendeleo ya jamii, hususani mchango wenu katika kuendeleza elimu na kuimarisha mshikamano wa kitaifa kupitia malezi, maadili na maarifa. Ndugu wageni waalikwa, niendelee pia kutumia nafasi hii kuwasilisha salamu za pongezi kutoka kwa Mheshimiwa Dr. Philip Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye pia amenituma kwa heshima kubwa kuwasalimu na kuwapongeza viongozi wa BAKWATA pamoja na wadau wote wa elimu ambao mmeshiriki kufanikisha hafla hii ya kihistoria. Tuzo za elimu za Mufti ni jukwaa la kitaifa la kutambua na kuthamini michango ya kipekee katika elimu. Mchango wa elimu huu unatoa ubunifu, malezi na maadili kwa vijana wetu hapa nchini. Tukio hili linaakisi muonekano wa taifa lenye watu wanaojituma, wanaothamini elimu na wanaochangia ustawi wa taifa letu bila kujali itikadi za kidini au misimamo ya kisiasa. Na ni matarajio yangu kwamba jukwaa hili halitakuwa la mwaka huu peke yake 2025. Litakuwa ni jukwaa endelevu. Ndugu wageni waalikwa, hafla hii ya utoaji tuzo za elimu za Mufti ni jukwaa linaloenzi walimu, wanafunzi, wazazi, taasisi na wadau wote wanaojituma katika kuendeleza elimu hapa nchini. Ni tukio linaloonyesha kwa vitendo methali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam isemayo, tafuteni elimu hata kama ni mpaka China, ikiashiria kuwa elimu ni chombo cha ukombozi na maendeleo ya jamii yoyote ile na hakuna mipaka katika kuitafuta. Tuzo hizi zinatambua ubunifu, uongozi na mshikamano wa jamii, na hasa katika kupata mchango kutoka kwa wadau mbalimbali katika kuhakikisha kwamba elimu inakuwa jumuishi, yenye ubora na endelevu. Ndugu wageni waalikwa, Shehe wetu Dr. Bakari Zuberi bin Ali amejipambanua kama kiongozi wa dini mwenye maono mapana na aliyejitoa kuhamasisha elimu jumuishi hapa nchini. Na kupitia taasisi za elimu ya Mufti, mamia ya wanafunzi wamefadhiliwa kusoma kwenye shule mbalimbali, vyuo vya kati na vyuo vikuu, huku wengine wakipata mafunzo ya ufundi stadi na ujasiriamali. Huduma hii si kwa Waislamu pekee bali pia kwa Watanzania wote wenye imani mbalimbali, jambo linalodhihirisha mshikamano wa kweli miongoni mwetu. Mchango wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA katika kukuza elimu nchini ni mkubwa na wa kihistoria. Baraza hili limeanzisha na kuendesha shule, madrasa na vyuo vinavyotoa elimu bora ya dini na ya kawaida, sambamba na kujenga maadili mema kwa vijana wetu. Na Mheshimiwa Mufti anayo falsafa yake inayoongoza haya mabadiliko tunayoyaona, inayosema jitambue, badilika, achana na mazoea. BAKWATA imewezesha kutoa mafunzo ya masuala ya elimu hapa nchini, ikiwemo ualimu, uongozi, lakini pia amali. Na aidha BAKWATA imekuwa ikishirikiana na serikali na wadau wengine wa kitaifa na kimataifa katika kuboresha mitaala ya kuongeza ubora wa elimu hapa nchini. Na kupitia misaada ya kifedha na ufadhili, BAKWATA imekuwa msaada mkubwa kwa wanafunzi wetu kutoka familia hata zile zenye uhitaji mkubwa, na hivyo kuongeza fursa za kielimu kwa Watanzania wa rika zote. Serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imeendelea kuweka kipaumbele katika kuboresha elimu katika ngazi zote za elimu hapa nchini, na kwa kushirikisha taasisi zote za wadau wanaoshiriki katika kutoa elimu. Tangu mwaka 2021 hadi sasa mambo mengi yamefanyika, na kupitia hafla hii naweza kuyataja machache kati ya mengi ambayo yamegusa jamii zetu na kuongeza uelewa wa Watanzania. Moja
Serikali imeongeza fedha kugharimia mpango wa elimu bila ada kuanzia elimu ya awali mpaka kidato cha 6, na imeongeza fedha za kugharimia mpango huu kutoka bilioni 249.66 mwaka 2020 hadi sasa bilioni 484.27. Lakini la pili, imeongeza bajeti ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu kutoka shilingi bilioni 464 mwaka 2020 na kwa sasa serikali inatoa bilioni 787.4, na hii imeweza kuongeza idadi ya wanufaika wa mikopo kutoka wanafunzi 142,170 mwaka 2020 hadi kufikia sasa wanafunzi 248,332. Lakini pia serikali imeanza kutoa mikopo kwa wanafunzi wa ngazi ya stashahada wanaosoma fani za kipaumbele ikiwemo fani ya afya, sayansi na ufundi, ambapo shilingi bilioni 19.95 zimeshatolewa kwa wanafunzi 7,534 kufikia mwaka huu wa fedha. 4, tumeimarisha miundombinu ya elimu kote nchini kuanzia shule za msingi, sekondari, vyuo vya kati na elimu ya vyuo vya juu kwa lengo la kuimarisha elimu. Lakini pia serikali imejenga shule mpya 26 za kitaifa za sayansi kwa ajili ya wasichana ambazo zimejengwa kila mkoa hapa nchini. Tuna shule 7 za wavulana zilizojengwa kila kanda. Lakini tumeboresha shule 274 za michepuo ya kilimo na shule 28 za michepuo ya biashara, na kazi hiyo inaendelea. 5, tumeendelea kutoa vifaa vya kisasa kwenye shule 28 kwa ajili ya mchepuko wa elimu ya ufundi na amali. Tumeongeza maabara kutoka maabara 872 ya mwaka 2020 hadi maabara 8,710 mwaka huu wa 2025. Hii ni pamoja na kuongeza maktaba kutoka maabara kutoka 1537 mwaka 2020 hadi 2665 kwa mwaka huu wa fedha. Ya mwisho kati ya yaliyo mengi, tumeongeza vyuo vya mafunzo ya ufundi stadi VETA kutoka vyuo 662 ambavyo pia mwaka 2020 hadi 860 mwaka 2024. Hivi ni vyote kwa umma na vyuo binafsi. Ndugu wageni waalikwa, mafanikio haya ambayo nimeeleza hapa yanaonyesha dhamira ya dhati kwa serikali yetu ya awamu ya 6 kuboresha elimu kwa ngazi zote, kuimarisha ubora na kuongeza upatikanaji wa fursa za kupata elimu kwa Watanzania wote. Huu ndio msingi wa kujenga taifa lenye ujuzi, ushindani wa kimataifa na maendeleo endelevu. Leo hii tunapokutana hapa tukizungumzia elimu inayosimamiwa na taasisi za dini, nataka niwahakikishie viongozi wote wa taasisi za dini mlioko hapa, taasisi binafsi mlioko hapa, kwa serikali itaendelea kushirikiana nanyi katika kuhakikisha kwamba utoaji elimu hapa nchini unaimarika, iwe ni utoaji kupitia sekta ya umma au binafsi, ili mradi tunafuata sera, sheria, taratibu na kanuni zilizowekwa za utoaji elimu hapa nchini. Niwatie heshima kuongeza uwekezaji kwenye elimu na kuanzisha mifumo mbalimbali inayohamasisha utoaji elimu kama hii ya leo ya utoaji wa tuzo ya Mufti kwa mwaka huu 2025. Ndugu wageni waalikwa, serikali yetu kupitia dira ya maendeleo ya mwaka 2050 imeweka malengo ya muda mrefu kwa lengo la kuhakikisha kwamba kila mtoto wa Tanzania anapata elimu bora bila vikwazo vya kifedha au kijamii, na elimu inayotolewa inalingana na mahitaji ya soko la ajira, hususani katika sekta za viwanda, kilimo, biashara, vile teknolojia, na imeongeza ushirikiano kati ya taasisi za dini, sekta binafsi na mashirika ya kimataifa ili kuimarisha na kuhakikisha kuwa elimu inaendelea kuwa injini ya maendeleo ndani ya taifa letu. Ndugu wageni waalikwa, serikali yetu itaendelea kushirikiana na wadau wote kama ambavyo nimesema awali
kwa lengo la kuhakikisha mtoto wa Tanzania anapata elimu ya tija inayomsaidia kukuza ujuzi, maadili na uwezo wa kushiriki kikamilifu kwenye maendeleo ya taifa letu. Ndugu wageni waalikwa, elimu bila maadili haijakamilika. Maadili ndiyo yanayojenga utu, heshima na mshikamano wa kijamii. Serikali yetu ya awamu ya sita imekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba elimu inakuza maarifa na ujuzi sambamba na malezi yaliyoimarika na kuimarisha tabia bora na maendeleo ya kizalendo kwa vijana wetu. Natambua kazi ambayo inafanywa na taasisi za kidini, BAKWATA ikiwemo, katika kuunga mkono malezi ya watoto na vijana. Ushirikiano huu unalenga kuwajengea nidhamu, heshima, uadilifu wa moyo na moyo wa kufanya kazi kwa bidii, huku akidumisha mshikamano wa kitaifa na wa kijamii. Urasimishaji wa masomo ya dini katika tathmini ya maendeleo ya elimu kwa wanafunzi ni hatua muhimu sana ya kielimu, hasa katika kulea watoto wetu kutoka ngazi ya elimu ya msingi. Tunapotia shime ujenzi wa shule zinazotoa elimu hii ya maadili kwa vijana wadogo, maana yake tunatoa nafasi kwa taasisi za dini kuendelea kutoa elimu na kuwasihi watoto wetu kwenye malezi mbali ya majukwaa ya kwenye misikiti yetu, lakini pia kupitia shule zetu. Kwa miaka mingi sasa tumeshuhudia taifa letu likiwa na mmomonyoko wa maadili yetu, lakini taasisi za dini zimesimama imara katika kusaidia kuimarisha misingi ya utu, maadili, imani na hatimaye kujenga taifa lenye mshikamano na raia wenye uadilifu, raia wachapakazi na wenye uono wa maendeleo ya taifa letu kwa maslahi ya taifa letu. Elimu yenye maadili huzaa kizazi chenye maarifa, utu na uwajibikaji, na serikali itaendelea kushirikiana na taasisi za dini ili kuweza kupata vijana wengi wenye maadili na ndio ambao watapewa majukumu katika kuliongoza taifa hili. Ndugu wageni waalikwa, nataka nitumie nafasi hii kuwapongeza washindi wote wa tuzo za mwaka huu kwa kazi kubwa mlioifanya katika kuendeleza elimu nchini na hatimaye kuwafanya mwezi kuwa washindi kwenye maeneo yote yaliyoratibiwa. Ninyi ni walimu, wanafunzi, taasisi na wadau ambao mmethibitisha kuwa kujituma, bidii na ubunifu inaleta matunda makubwa ya maendeleo. Pongezi hizi si kwa ajili yenu pekee, bali pia kwa wale wote waliohusika nao katika safari ya mafanikio haya, zikiwemo familia zenu, wazazi, walimu, wanafunzi wenyewe na jamii inayozunguka kwenye maeneo yenu. Ushirikiano huu umejenga msingi wa mafanikio ambayo leo hii tunayasherehekea hapa ukumbini. Ndugu wageni waalikwa, mfano mshindi wa washindi hawa wa tuzo unatoa somo kubwa kwamba ufanisi katika elimu unapatikana pale tu tunaposhirikiana kwa mshikamano na kuwezesha juhudi kwa kutumia maarifa na tija. Mmetupa imani kwamba sekta ya elimu ina uwezo wa kuzaa matunda makubwa zaidi, na ikiwa kila mmoja atajitolea ipasavyo. Serikali inatambua mchango huu na itaendelea kuwekeza bora zaidi ili mipango yenu, jitihada zenu na ubunifu mlioweza kuonyesha hapa leo uweze kukua na kutoa matokeo bora zaidi kwa vijana wetu. Hongereni sana kwa heshima hii kubwa, na tuendelee kushirikiana pamoja kwa lengo la kujenga sekta ya elimu na taifa letu ambalo linaingia kwenye ushindani wa kitaifa na kimataifa. Nitoe wito kwa wadau wa elimu kutoka sekta binafsi, sekta ya umma, mashirika ya dini, mashirika ya maendeleo na jamii kwa ujumla kuwekeza zaidi katika sekta ya elimu. Sera za taifa letu ziko wazi, zinahamasisha kila mmoja mwenye uwezo kuwekeza kwenye sekta ya elimu, na ndio kwa sababu tumefungua milango ya yeyote mwenye uwezo kujenga shule na kuisajili ili mradi inakidhi vigezo. Tunahitaji kuendeleza miundombinu ya kisasa, kuongeza ubunifu, kukuza mafunzo ya ufundi stadi na kuimarisha matumizi ya tehama katika shule zetu zote hapa nchini. Ndugu wageni waalikwa, hapa lengo letu ni kuhakikisha kuwa
tunawajengea vijana wetu wenye uwezo, maarifa mapana na ubunifu ambao utakwenda kuwasaidia kuzalisha fursa za ajira wanapokuwa wamemaliza au kuhitimu kwenye mafunzo mbalimbali. Mwisho, kwa mara nyingine, nitoe pongezi za kipekee kwa BAKWATA na timu nzima ya maandalizi kwa kazi kubwa ya kuandaa tukio hili ambalo limeonyesha kuwa na hadhi kubwa ya kitaifa. Na kama nilivyosema, na washukuru wadau wote waliochangia kufanikisha tukio hili. Mwenyezi Mungu awazidishie pale mlipotoa. Tunaomba mwakani pia muunge mkono BAKWATA iweze kuandaa tena tukio kama hili, na iwe ni utamaduni wa kila mwaka kwa taifa letu kuwa na tuzo inaitwa tuzo ya Mufti wa Tanzania. Ndugu wageni waalikwa, baada ya kusema haya, naomba nitumie fursa hii ya kukutana na umma huu kuendelea kuhamasisha kuwa mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi ambao unawapa fursa wa Tanzania kuchagua viongozi mnaoamini watawaletea maendeleo katika taifa hili. Na tayari mchakato ulishaanza, vyama mbalimbali viko kwenye maeneo yetu wakijieleza, lakini pia na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anawazungukia Watanzania wote. Naomba tena kuhamasisha kwamba siku ya 29 mwezi wa 10 twende kwenye vituo vya kupigia kura, tukapige kura, tuchague rais, wabunge na madiwani kwenye maeneo yetu. Baada ya kusema haya, sasa kwa niaba ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kuwapongeza vijana wote waliopata tuzo na kumpongeza Mufti mwenyewe na makundi mbalimbali yaliyoweza kushiriki hapa leo na kupata tuzo hizi kama zawadi, basi niwatakie kila laheri, na hii iwe chachu kwenu katika kuboresha sekta mbalimbali kwenye maeneo yote katika maisha ya kila siku ya elimu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asante sana kwa kunisikiliza.